Rais wa nchi ya Tanzania ajipata motoni baada ya kesi nzito dhidi ya Tanzania kuwasilishwa na viongozi mashuhuri wa haki za kibinadamu wanaolalamikia serikali kwa kuwazuia kuingia nchini humo na kuwafukuza. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua inayozua mjadala mkubwa kieneo, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Daktari Willy Mutunga, wakili mkuu Martha Karua pamoja na watetezi wengine wanne wa haki za binadamu wamewasilisha kesi katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EACJ, wakilalamikia serikali ya Tanzania kwa kuwakamata, kuwazuia kuingia nchini humo na hatimaye kuwarejesha kwao kinyume cha sheria. Wengine waliungana nao katika kesi hiyo ni Gloria Kimani, Leni Ngugi, Hussein Khalid na vilevile Hanifa Adan. Wote hao walikuwa wakielekea Dar es Salaam kwa lengo la kushiriki kama waangalizi wa kimataifa katika kesi uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, iliyotarajiwa kuanza Mei tarehe 19 mwaka huu. Na kulingana na malalamiko yao, walizuiliwa bila maelezo yote katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kati ya Mei tarehe 18 na 19, wakanyang'anywa pasipoti zao na kisha kurejeshwa kwa lazima nchini Kenya. Kwa mujibu wa malalamiko yaliyowasilishwa, hatua hiyo ya serikali ya Tanzania ilikiuka kwa kiasi kikubwa masharti ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa vipengele vilivyotajwa kuwa vilikiukwa ni pamoja na yale yanayolinda utawala wa sheria, uwazi na serikali, ushiriki wa raia na uhuru wa watu kusafiri huru ndani ya nchi wanachama. Kesi hiyo iliwasilishwa kwa ushirikiano na mashirika mawili ya maslahi ya umma, Jumuiya ya Wanasheria wa Afrika Mashariki ama ukipenda ELS, na muungano wa wanasheria wa Kiafrika Pan African Lawyers Union. Inataka mahakama itoe amri ya kuwajibisha Tanzania kwa vitendo vyake visivyoendana na kanuni na miongozo ya kieneo. Wameomba fidia jumla ya kipekee kwa madhara ya kisaikolojia walioyapata, gharama za usafiri walizolazimika kutumia, pamoja na uharibifu wa sifa yao kitaaluma na kijamii. Zaidi ya hayo, walalamikaji wanataka mahakama iamuru serikali ya Tanzania kutoa msamaha wa hadharani na kuondoa alama ya imekataliwa kuingia kwenye pasipoti zao. Wanasema hatua hiyo ya serikali ilidhoofisha ushiriki wa raia katika masuala ya haki na ukiukaji dhana ya wazi ya haki ambayo inaruhusu umma na wanaangalizi wa kieneo kushuhudia mwenendo wa kesi za umuhimu mkubwa kwa jamii nzima ya Afrika Mashariki. Kesi hii inajikita katika ukiukaji wa vifungu vya 6D, 72, 76, 104 na 81C vya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na itifaki ya soko la pamoja ya mwaka 2009 ambavyo vinahakikisha ushirikiano wa karibu na uhamaji huru wa watu miongoni mwa nchi wanachama. Na kufuatia uwasilishaji huo, kesi inatarajiwa kuhamishiwa rasmi Arusha, ambapo mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itapanga tarehe ya kusikiliza kwa kina hoja zilizowasilishwa katika siku zijazo. Hatua hii inatazamwa kwa karibu na mashirika ya haki za binadamu, wanaharakati na wadau wa utawala bora katika ukanda wa mzima wa Afrika Mashariki.